Nilishusha simu polepole, nikitetemeka mwili mzima. Nilijiangalia kwenye kioo cha gari. Nilionekana kama mtu aliyekufa tayari. Nilikuwa na machaguo mawili: kwenda polisi na kuuawa pamoja na wadogo zangu, au kutii amri ya sauti hii ya kuzimu na kuwa msafirishaji wa kichwa cha mtu. Sikuwa na muda wa kuwaza zaidi. Niliinua lile begi lililokuwa chini, nikijitahidi kutokutazama kile kichwa kilichochungulia, na kulitupa kwa nguvu kwenye kiti cha nyuma. Harufu ya damu ilijaa ndani ya gari mara moja. Niliruka kwenye kiti cha dereva, nikaweka ufunguo, nikawasha gari. Mikono yangu iliteleza kwenye usukani kwa sababu ya jasho. Nilitaka kuondoka pale haraka. Nilitaka kukimbia mbali na lile duka la dawa, mbali na Masaki, mbali na kila kitu. Nilikanyaga mafuta na gari kachaneika kwa kasi, matairi yakirusha maji ya mvua. Niliendesha kama chizi kuelekea barabara ya Ali Hassan Mwinyi. Kichwani mwangu nilikuwa napiga hesabu. Afande Zoro. Jina hilo lilionekana kama la kigangster, lakini mamlaka aliyokuwa nayo yalionyesha ni mtu mzito serikalini. Nilipofika maeneo ya Oyster Bay, niliangalia kwenye kioo cha katikati, rear view mirror. Moyo wangu ulisimama. Nyuma yangu, kwa umbali kama wa mita 50 hivi, kulikuwa na gari nyeusi kubwa, Land Cruiser V8. Ilikuwa imezima taa zote, ikitembea kama kivuli gizani, lakini nilipozidi kuongeza mwendo, ghafla iliwasha taa zake. Mpenzi mtazamaji, kabla hatujaendelea na mkasa huu mzito wa Samuel, nina ombi moja dogo. Ikiwa unaifurahia simulizi hii na unataka kujua hatima yake, tafadhali bonyeza alama ya like hapo chini. Inatusaidia sana video hii kuwafikia watu wengi zaidi. Kama bado haujajiunga na familia hii, bonyeza subscribe na hiyo alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kupata taarifa punde tu sehemu inayofuata itakapotoka. Na jambo moja la kipekee leo, ningependa kukutambua. Hebu niandikie hapo chini kwenye comments. Unatazama simulizi hii ukiwa wapi? Taa kali, high beam za LED, zilipiga kioo changu cha nyuma, zikanipofusha kwa sekunde. Haikuwa inatembea kawaida, ilikuwa inanifukuza. Nilikanyaga mafuta zaidi. IST yangu ndogo ilinguruma kwa shida, ikijaribu kushindana na lile dude kubwa nyuma yangu. Ananifuata! Ananifuata! Nilijisemea kwa sauti. Simu ya Jasmine iliyokuwa kwenye siti ya pembeni ikaanza kuita tena. Sikuhitaji kuangalia kujua ni nani. Nilijua huo ndio mwisho wangu. Nilikuwa nimebeba ushahidi wa mauaji, na muuaji alikuwa nyuma yangu, akinimulika kwa taa kali kama malaika wa kifo anayekuja kuchukua roho yangu. Nilikata kona kali kuingia uchochoro wa Kinondoni Studio, nikijaribu kutumia ujanja wangu wa kudereva wa mitaani kuokoa maisha yangu. Lakini lile gari nyeusi halikupunguzwa mwendo. Lilizidi kunikaribia, na sasa nilianza kusikia muungurumo wake ukimeza sauti ya mvua. Hujawahi kujua gari lako linaweza kwenda kasi kiasi gani mpaka siku kifo kinapokufukuza. Ile Land Cruiser V8 nyeusi ilikuwa inakuja kama mnyama mwenye njaa. Taa zake kali zilikuwa zinanichoma kisogoni kupitia kioo cha nyuma, zikinipofusha nisione mbele vizuri. Kila nilipokanyaga mafuta ya IST kangu, lile dude liliongeza mwendo na kunikaribia zaidi. Nilisikia injini yake ikinguruma kama radi, ikitishia kunigonga na kunisaga mimi na gari langu dogo kuwa unga. Nilijua nikibaki barabara kubwa ya Ali Hassan Mwinyi, watanikamata tu. Gari yao ina nguvu, yangu inapiga kelele tu. Silaha yangu pekee ilikuwa uzoefu. Mimi ni dereva wa Dar es Salaam, naijua hii mitaa kuliko hao wakubwa. Nilipofika maeneo ya Kinondoni Studio, nilifanya maamuzi ya kujiua. Badala ya kunyoosha, nilivuta handbrake na kukata kona kali ya ghafla, kuingia kushoto kwenye vichochoro vya Kinondoni Manyanya. Matairi yalipiga kelele, gari liumba na kupanda mtaro kidogo, lakini nikaimudu. Lile V8 lilipitiliza kidogo kwa sababu ya kasi, lakini niliona likipiga breki kali na kurudi nyuma kuanza kunifuata. Hapo ndipo nilipopata faida. Uchochoro ule ulikuwa mwembamba, umejaa mashimo na maji ya mvua. Gari kubwa kama lile lilihitaji kupunguza mwendo ili lisikwame. Mimi nilipita huku nikipeperuka, nikiruka mashimo kama gari la rali. Nilikata kona nyingine na nyingine. Nilitokea Mwananyamala, nikakatiza kwenda Tandale. Nilizima taa zangu zote ili niwe giza tupu. Nilitembea gizani nikikwepa bajaji na watu waliokuwa wanatembea usiku ule wa mvua. Kwa muda nilidhani nimewapoteza. Nilishusha pumzi, nikiegemea usukani huku mapigo ya moyo yakirudi taratibu. Niliangalia kiti cha nyuma. Lile begi bado lipo.
damu imetapakaa kwenye siti. Lakini ghafla simu ya Jasmine ikaanza kuita tena. Sikuipokea, lakini nilipoangalia kioo cha nyuma nikaona taa mbili kali zikitokea kwenye kona niliyotoka. Wako nyuma yangu tena. Hapo ndipo akili iliponijia. Wanajuaje nilipo? Nimekata kona zaidi ya 10, nimezima taa, nipo vichochoroni Tandale. Inawezekanaje wanifuape kama wanasumaku? Jibu likanipiga kama nyundo kichwani. Tracker. Gari hili ni la mkataba. Bosi wangu aliweka car tracker ili ajue gari linapoenda. Na Afande Zoro, akiwa kama mtu mzito wa serikali au polisi, ana uwezo wa kuaccess mfumo huo kwa sekunde moja. Haikuwa gari inayofuatwa na macho, ilikuwa inafuatwa na satellite. Nilijua siwezi kuendelea na gari hili. Gari hili sasa lilikuwa jeneza langu. Nililazimika kufanya maamuzi magumu zaidi maishani mwangu. Niliendesha gari mpaka kwenye eneo lenye giza totoro karibu na dampo la Tandale. Niliingiza gari kwenye uchochoro wa mwisho, nikazima injini. Nilitazama lile begi. Kichwa cha mwanadamu kipo humu. Mawazo yakaniambia, Samuel, liache hapa, kimbia uokoe maisha yako. Lakini akili nyingine ikaniambia, ukiliacha watalichukua, watasafisha ushahidi na kesho asubuhi watasema wewe ndiye muuaji. Hilo begi ndio ushahidi pekee unayoweza kukuokoa au kukuangamiza. Nilifunga roho. Niliondoa mkanda, nikashuka kwenye gari. Mvua ilikuwa inanyesha kubwa sasa. Niliufungua mlango wa nyuma, nikaliinua lile begi zito lililojaa damu. Uzito wake ulinifanya niregarega. Harufu ilinipiga usoni, nikakaribia kutapika, lakini nilijizuia. Niliacha gari langu, nikaanza kukimbia kwa miguu katikati ya vibanda vya Tandale, nikiwa nimekumbatia begi lenye kichwa cha mtu kifuani kwangu. Nilipita kwenye maji machafu, nikajikwaa, nikainuka, nikakimbia tena. Nilijua sehemu moja tu ninayoweza kwenda, kwa rafiki yangu wa zamani, Dula, anaishi chumba cha kupanga Manzese. Baada ya nusu saa ya kukimbia na kujificha kwenye vivuli, nilifika kwa Dula. Niligonga mlango kwa nguvu. Dula alifungua akiwa na nusu usingizi. Aliponiona nimeloa chepechepe, nina matope na nimeshikilia begi linalovuja damu, usingizi ulimuishia papo hapo. Samuel, kulikoni? Aliuliza kwa hofu. Nifiche Dula, usiulize swali. Nifiche, nilimwambia huku nikihema. Aliniruhusu niingie na akafunga mlango haraka. Niliweka nile begi chini bafuni. Nilienda sebuleni na kudondoka chini kwa uchovu. Dula hakuwa anaelewa kinachoendelea, lakini alijua niko kwenye shida nzito. Aliwasha TV ili apunguze sauti ya mvua na maongezi yetu. Kwenye TV kulikuwa na taarifa ya habari ya usiku. Breaking news. Macho yangu yalitua kwenye kioo cha TV. Mwili wangu ukaganda. Kwenye skrini kulikuwa na picha yangu. Picha ile ile niliyotumia kujiunga na Bolt. Imeandikwa kwa herufi kubwa chini yake, anatafutwa, jambazi sugu na mtekaji. Mtangazaji wa habari alikuwa anasema kwa sauti ya msisitizo, jeshi wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa onyo kali kwa mkazi yeyote atayemwona kijana huyu Samuel Joseph. Anatafutwa kwa tuhuma za kumteka na kumuua kikatili binti wa waziri wa mambo ya ndani Jasmine K. Dula aligeuka kunitazama. Alitazama TV, kisha akanitazama mimi. Kisha akatazama kuelekea bafuni ambako damu ilikuwa inaanza kutiririka kutoka kwenye begi. Mimi nilibaki nimetoa macho nikiangalia TV. Binti wa waziri. Kumbe yule mwanamke hakuwa abiria wa kawaida. Alikuwa mtoto wa kiongozi mkubwa serikalini. Na Afande Zoro hakuwa ananitafuta ili arudishe mzigo wake tu. Alikuwa ananitafuta ili aniue na kusingizia kwamba mimi ndiye nilimuua yule binti. Mimi sio shahidi tena. Mimi ni mtuhumiwa namba 1 nchi nzima. Na hakuna polisi atakayenisikiliza. Kwa sababu bosi wao ndiye muuaji. Kimya kilichotawala ndani ya chumba cha Dula kilikuwa kizito kuliko lile begi lenye damu. Dula alikuwa amesimama akinitazama, kisha akatazama TV ambayo bado inaonyesha picha yangu ikiwa na maandishi anatafutwa. Kisha akatazama lile begi bafuni. Macho yake yalikuwa yametoka pima. Alikuwa anapambana na nafsi yake,
kati ya urafiki wetu wa miaka mingi na hofu ya kuhifadhi gaidi anayetafutwa na serikali. Samuel, sauti yake ilitetemeka. Hili ni balaa gani umeniletea? Binti wa waziri? Umeua mtoto wa waziri? Sijamuua Dula, hata kumgusa sijamgusa, nilijitetea kwa sauti ya chini, nikikaribia kulia. Huyo mwanamke alipanda gari langu kama abiria wengine. Hilo begi sikuweka mimi, wamenitegeshea. Dula alishika kichwa. Hakuna atayekuamini Samuel, polisi wanakutafuta, nchi nzima inakutafuta, na sasa uko kwangu. Wakikukuta hapa na mimi naenda jela au tunapigwa risasi wote. Alijua ukweli, na mimi nilijua. Nilikuwa hatari kwa kila mtu aliye karibu nami. Nipe saa moja tu Dula, nilimsihi. Nihitaji kujua kwa nini. Kwa nini mimi? Kwa nini huyu binti? Lazima kuna kitu kwenye hili begi kinachoweza kunisaidia. Dula alimeza mate, kisha akaguna kwa hasira. Saa moja. Baada ya hapo lazima uondoke. Siwezi kufa kwa ajili ya kesi nisiyoijua. Nilikimbilia bafuni. Harufu ya damu ilikuwa imepungua kidogo, lakini bado ilikuwepo. Nililiangalia lile begi la ngozi jeusi. Niliogopa kuligusa, lakini sikuwa na jinsi. Ilibidi nitafute chochote. Kitambulisho, barua, simu nyingine, chochote kinachoweza kunisafisha. Nilifunga pumzi, nikazamisha mikono yangu tena ndani ya lile begi, nikisukuma zile nguo zilizoloa damu pembeni, nikijitahidi kutogusa kile kichwa kilichokuwa katikati. Vidole vyangu viligusa kitu kigumu chini kabisa ya begi, kwenye mfuko wa siri wa ndani. Nilikivuta nje. Haikuwa pesa, haikuwa dhahabu. Ilikuwa ni flash drive ndogo ya rangi ya silver. Niliifuta damu iliyoingia kwa kutumia shati langu. Flash, nilinong'ona. Kwa nini mtu abebe kichwa cha mtu na flash drive? Nilitoka sebuleni mbio. Dula, una laptop au kompyuta? Dula alitikisa kichwa. Sina. Nauza mkaa Samuel. Laptop itatoa wapi? Moyo wangu ulipasuka. Nilikuwa na ufunguo wa siri mkononi, lakini siwezi kuufungua. Kuna cyber cafe hapo nje kwa Mangi, ile ya Isaria. Huwa anafunga mlango wa chuma saa 6 usiku. Sasa hivi ni saa 4:30. Labda bado yupo. Haikuwa salama kutoka. Kila mtu ananitafuta. Lakini sikuwa na chaguo. Niliinua kofia ya Dula, kapelo, nikavaa na kuivuta usoni. Nilimwambia Dula baki na lile begi. Aligoma, lakini nilimwambia asiliguse. Nilitoka nje kwenye mvua, nikitembea kwa kunyanyata kwenye giza la vichochoro vya Manzese. Nilijificha kwenye vivuli, nikikwepa kila bodaboda iliyopita. Nilipofika kwenye saiba ya Isaria, alikuwa anataka kufunga mlango wa chuma. Isaria, nilimuita kwa sauti ya chini. Alistuka. Aliponimulika na tochi, nilimwonyesha ishara ya kunyamaza na kumpa noti ya 10,000. Pesa ya mwisho niliyokuwa nayo. Nihitaji kompyuta moja tu, dakika 10, tafadhali. Isaria aliniangalia kwa mashaka, lakini pesa ilimshawishi. Alinifungulia. Niliingia ndani na kwenda kwenye kompyuta ya mwisho kabisa, kule gizani. Nilichomeka ile flash drive. Mkono ukitetemeka nilifungua faili. Ndani kulikuwa na video moja tu. Imeandikwa, kwa ajili ya baba, ukweli wote.